Tumepewa somo kutoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, mlango ule wa 2 na mstari ule wa 16 hadi ule mstari wa 18. Neno tulilopewa kwa ajili ya kutafakari asubuhi ya leo. Yesu, tukufu ni kwako. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mlango ule wa 2 mstari ule wa 16 hadi ule wa 18. Neno la Mungu linasema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amezihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungoni mwake wote, tangu mwenye miaka 2 na aliyepungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo, na Israeli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa, kwa kuwa hawako tukae. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Penda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu aliyenipa hii neema ya kusimama tena mbele yenu. Chukua nafasi hii kumshukuru mwinjilisti kiongozi pamoja na baraza la wazee pamoja na parishweka, hata kuona ya kwamba ninaweza kusimama na kusema na nyinyi au kusemezana kwa habari ya neno la Mungu. Ninawashukuru Mungu aliye hai, asiwaache, kaendelee kuwabariki na kuwatunza, kaendelee kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wasiojua, ninaitwa mwinjilisti Neema Rajabu Mtandu, lakini kwa jina linalotambulika hapa kanisani ni mwinjilisti Neema Muhilu. Tukisema Muhilu ni Mr. ndiye Muhilu kwa wale ambao ni wageni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huko nyumbani mwa Bwana, hebu sahau ya nyumbani, sahau ya kule ofisini, sahau na ile biashara yako. Akili yako iwepo hapa ili umruhusu Mungu aweze kusema. Hivyo vyote vinapita, lakini neno la Mungu linadumu milele. Wapendwa watu wa Mungu, leo ni siku ya Bwana ya 5 kabla ya Pasaka, na tunaongozwa na kichwa cha somo kinachosema ukumbuke neema yako. Na wazo kuu linasema ukatili upo, tupige. Na masomo kama tulivyosikia yalipokuwa yakisoma, tumesoma Zaburi, tumesoma Kutoka, lakini sasa neno tulilopewa ni neno kutoka Injili ya Mathayo mlango huu wa 2 mstari wa 16 hadi ule wa 18. Wapendwa watu wa Mungu, wote tunafahamu ukatili ni nini, na ukatili upo katika jamii iliyotuzunguka, au naweza kusema ukatili upo katikati yetu. Ukatili, mpendwa mtu wa Mungu, ni jambo ambalo anaweza kufanyiwa mtu bila ridhaa yake mwenyewe. Ni jambo ambalo anafanyiwa kwa kulazimishwa. Ni jambo ambalo linaweza likafanyika kwa mwanamke na kwa mwanaume pia. Tumezoea kusema ya kwamba ukatili ya kwamba ni kubakwa na kulawitiwa, lakini ukatili upo mwingi. Wanandoa wanafanyiana ukatili, na watoto wanafanyia wazazi wao ukatili, na wazazi wanafanyia mtoto wao ukatili. Kwa hiyo kila mahali ukatili upo, na unapofanyiwa ukatili nasababisha mateso na maumivu na huzuni. Mateso yanaweza kuwepo kwa mwanadamu, kwa viumbe vilivyo hai, kwa sababu ya ukatili.
Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anapofanyiwa ukatili anaweza akapigwa na akaumizwa, akapata majeraha kwenye mwili wake na akapata maumivu makubwa. Lakini kuna ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kiakili, mateso ya kihisia, vitisho na unyanyasaji wa maneno, au kwa usemi mwingine kusimangwa. Usemi ambao umezoeleka, kusimangwa. Hivyo vyote ni ukatili. Kwa hiyo wapendwa watu wa Mungu, ukatili ni jambo ambalo watu wengi wanafanyiana ukatili. Ukatili wa kutelekeza familia. Mzazi kukataa kutoa matumizi ya familia na kuhudumia watoto wake, kukataa kuwapa haki zao za msingi. Hapo mzazi anakuwa amewakatili watoto wake, au mume amemkatili mke wake kwa kutokumpa haki zake za msingi, au mke amemkatili mume wake kwa kutokumpa haki zake za msingi. Mungu akusaidie. Kama ulishawahi kutendewa ukatili, mtu wa Mungu, lazima ndani yako utakuwa ni mtu wa uchungu tu. Ndani yako utatamani kulipiza kisasi kama umewahi kufanyiwa ukatili. Tukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 4 na mstari ule wa kwanza na kuendelea, tunakutana na habari za Kaini na Habili. Ukatili ulianzia pale. Ukatili huo ulianzia baada ya Habili kutoa sadaka yake ikakubaliwa na Mungu. Ugomvi ukaanza hapo. Na Kaini sadaka yake ikakataliwa. Kaini akafanya ukatili wa kumuua ndugu yake. Malaika anamuuliza, yuko wapi ndugu yako? Anajibu kwa Mungu, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yako? Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe. Na saa nyingine unaweza kufanyiwa ukatili kama tuliposoma kwenye kitabu kile cha Kutoka. Wakati Musa anawakuta ndugu zake wanagombana, anajaribu kuwapatanisha. Kile kilichofanyika kwa Kaini ndicho alichofanyiwa na Musa. Nani alikuweka wewe kuwa mpatanishi wetu? Kwa hiyo wapendwa watu wa Mungu, tunamhitaji Mungu sana, kwamba ukatili huo haujaanza leo, wala ukatili huo haujaanza jana. Ukatili ulikuwepo toka enzi za mababu zetu. Musa na yeye akiwa anazaliwa walitaka kumuua. Unapopitia kwenye magumu, ujue umebeba cha Mungu, na shetani ndio anakipiga vita hicho. Sasa usipofahamu, unaanza kupambana, unaanza kujitetea. Badala kuacha kwamba Mungu akutetee, unaanza kujitetea. Tunaona Musa na yeye aliweza kuokolewa, hakuweza kuuawa, na ndiyo alikuja akawa mwokozi wa taifa la Israeli, kuwatoa utumwani na kuwapeleka Kanaani.
Lakini mshawe kakake baada ya kubaka akamchukia, au tunasema akamdharau. Dhambi amefanya yeye tena kwa makusudi, lakini akamdharau, akamchukia. Na baba yao akapewa hiyo taarifa, akahuzunika sana. Lakini kaka alikuwa amezaliwa tumbo moja na Tamari aliliweka rohoni, akasema dada hawezi akafanyiwa kitendo hiki. Inawezekana mpendwa mtoto wa Mungu huko hapa ushatendewa kitendo cha kikatili cha namna yoyote ile, na Mungu akasimama upande wako, akakutetea, akakupigania. Nachotaka kusema ya kwamba mwisho wa Amnoni ulikuwa ni mbaya. Kaka yake Tamari alikuja akamuua. Kwa hiyo ile dhambi ikaendelea ya ukatili. Na leo tunaambiwa kwamba tuuondoe ukatili. Tunauondoaje ukatili, watu wa Mungu? Tunauondoa ukatili kwa kukemea vitendo vya namna hiyo, wala tusivifumbie macho. Unakuta ya kwamba mtoto amefanya kitendo cha kikatili na ndugu wa karibu, na akaja akashtaki, na wazazi wasichukue hatua, yule mtoto ataendelea kuumia ya kwamba wazazi wamefurahia shitini, na ndio maana wamenyamaza. Kumbe wazazi wanasema huyu ni ndugu yetu, ataenda kufungwa. Ni kweli kabisa, atafungwa kifungo cha maisha. Kweli kabisa atafungwa. Hatupaswi kufumbia macho vitendo vya namna hivi. Lazima tuchukue sheria iweze kupata mkondo wake, pamoja na kuomba, pamoja na kusamehe. Lakini sheria ikishajua lazima ichukue nafasi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa watu wa Mungu, katika somo ambalo tumesoma, hizi ni habari za Yesu Kristo ambaye alizaliwa akiwa amebeba kitu cha Mungu ndani yake. Mamajusi wanaenda kwa mfalme, wanasema yuko wapi mfalme? Mfalme anashtuka, akajua ni mfalme wa jinsi ya kimwili, ya kwamba anakuja kumnyang'anya mamlaka, anakuja kumnyang'anya hiyo nafasi. Mpendwa watu wa Mungu, katika nyakati tulizo nazo, kuna watu wanang'ang'ania madaraka. Mefika wakati wa kustaafu, lakini bado tu. Ndivyo ambavyo aliweza kufanya Herode, akijua huyo Yesu aliyezaliwa atakuja kutawala kwa jinsi ya kimwili. Herode alikuwa ana uchungu mkubwa sana, hakutaka kuachilia hiyo nafasi, na ndio maana alipoona Yehoyakimu amedanganywa, akatoa amri moja kwamba watoto wote wakauawe kuanzia wa miaka 2 na kushuka chini. Lengo ni kwamba ampate Yesu. Pendo mtu wa Mungu, tunapoendelea kusoma neno la Mungu, tunaona ya kwamba Yesu hakuweza kuoa kwa sababu Mungu aliongea na Yusufu ya kwamba aondoke, kwa sababu Herode anataka kuangamiza mtoto. Inawezekana unapita kwenye maangamizi, yuko Mungu kwa ajili yako, yuko Mungu kwa ajili ya kunasua kwa ukatoka salama. Na adui akasema ametoka tokaje? Njia za Mungu hazichunguziki. Herode akafanya mauaji kwa sababu ndani yake alikuwa amejaa roho ya mauaji. Maana kwa kuanza kwa Yesu ilikuwa ni tabia ya kwake ya kufanya vitendo vya kikatili, vitendo vya unyanyasaji. Ukisoma neno la Mungu kwenye Yeremia 31:15, ndipo tunakutana na maneno haya ambayo yamejirudia kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, ya kwamba sauti ikasikika,
Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa. Kama hujawahi kufiwa na mtoto, hii habari huijui. Kama hujawahi kufiwa na watoto, hii habari hauijui. Kila anayekufariji unamuona kama vile anakudanganya. Ndicho jambo ambalo lilimkuta Raheli. Hakukubali kufarijiwa kwa sababu hajui watoto wake anawapataje. Raheli akaomboleza, Raheli akalia, asikubali kufarijiwa. Wapendwa watu wa Mungu, Mungu akusaidie kusimama sawa sawa hata kama umefanyiwa ukatili. Ninajua wapo wamefanyiwa ukatili na wametulia tu. Mwambie Yesu akutetee kwenye nafasi, kwenye ukatili huo ambao umetendewa. Yesu aweze kukutetea. Katika majira tulionayo, tunayotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tujitahidi kuondoa ukatili katikati yetu. Tujitahidi kuondoa ukatili kwenye familia zetu. Tujitahidi kuondoa ukatili ofisini na kwenye biashara zetu na kwenye jamii iliyotuzunguka. Jamii iliyokuzunguka inakuona wewe ni mkatili au inakuonaje? Unapokuwepo kazini, wafanyakazi wenzio wanakuona wewe ni mkatili au wanakuonaje? Ni swali la kujiuliza. Mke wako anakuona wewe ni mkatili au anakuonaje? Mume wako anakuona wewe ni mkatili au anakuonaje? Wakati tunatafakari mateso haya, Mungu akusaidie uweze kuondoa ukatili kwa gharama yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Ili funga yako isiwe funga ya bure. Funga yetu isiwe funga ya bure. Funga yetu ikawe ni fungo ambayo ina maana na inaleta mabadiliko ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa watu wa Mungu, pamoja na ukatili ambao unaendelea huko duniani, lakini sisi kama Wakristo hatupaswi kufanyiana mambo ya ukatili. Na leo wapendwa watu wa Mungu, tumejiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka ya fungu la 10. Hapo ndani yako umembeba mtu alikufanyia ukatili, alafu unaleta sadaka. Hebu msamehe kwanza, hata kutengeneza hapo kwenye kiti. Mwambie Mungu, mimi namsamehe aliyefanyia ukatili, ili ya kwamba sadaka yako ya fungu la 10 Mungu aweze kuipokea. Tangaza msamaha hata kama haujaomba msamaha. Wewe tangaza msamaha ili siku ya leo ikawe ni siku ya tofauti. Sio jambo jipi habari ya fungu la 10. Ni jambo ambalo tunalifahamu sana na tunahubiriwa sana karibia kila siku itopo leo. Kwa hiyo usifanye shingo ngumu. Unapotoa sadaka ya fungu la 10, Mungu anaachilia baraka juu ya malango yako. Anaachilia baraka kwenye familia yako. Anaachilia neema. Usiseme ya kwamba siwezi kumsamehe. Kwenye sala ya Baba yetu tunasema, utusamehe kama sisi tunavyowasamehe wale waliotukosea. Toa sadaka yako ya fungu la 10 kwa lengo ya kwamba unamtolea Mungu, sio unamtolea mwinjilisti Neema au unamtolea mwinjilisti Mzava. Toa kwa sababu unataka Mungu achilie baraka kwako, ili hayo madirisha ambayo anasema atayafungua aweze kuyafungua kweli kweli. Anasema jaribuni muone. Sio maneno mageni. Ni jaribuni muone. Ametoa fursa. Tunapotoa sadaka ya fungu la 10, hata kazi za kanisa zinaendelea. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Tunaweza
kuwasaidia maskini. Lakini sadaka ya fungu la 10 kwa ajili ya wajane, mjane aliyofiwa kweli kweli, hana mume alafu ni mhitaji. Sadaka yako ya fungu la 10 ikifika mahali hapo, imefika mahali pake. Yatima mbele yatima kweli kweli, maisha yake ni ya mateso, maisha yake ni ya mahangaiko. Tusitoe sadaka ya fungu la 10 kwa mazoea. Tusitoe kwa mazoea, watu wa Mungu. Tutoe kwa jinsi ya tofauti kabisa. Unapotoa kwa ukarimu, unapowaonyesha watu kwa ukarimu, na yeye Mungu anachilia ukarimu wake kwako. Kisoma Mithali 11 mstari ule wa 25. Neno la Mungu linasema mwenye moyo wa ukarimu atabarikiwa, atafanikiwa, naye akiwanywesha wengine, na yeye Mungu ataachilia neema kwake ya kunyweshwa baraka za Mungu. Lakini tukiacha kutoa, tutakutana na changamoto nyingi. Wapendwa watu wa Mungu, unakuja unalia kwenye madhabahu hii, alafu ukifanikiwa unapeleka sadaka yako madhabahu nyingine. Hiyo sio sawa. Acha niseme, hiyo sio sawa. Umekuja tukaomba na Mungu akajibu, ukanyanyuka ukachukua sadaka yako ukapeleka madhabahu nyingine. Hiyo sio sawa. Unapaswa kupeleka sadaka yako mahali ambapo unahudumiwa kiroho, mahali ambapo unakula kiroho. Sadaka yako ndiyo unapotakiwa. Kama ni madhabahu hii ili kujibu, wao unapaswa kutoa sadaka kwa madhabahu hii, kwa sababu hata mfalme wa Giza akienda kwa waganga wa kienyeji, akifanywa uganga, hapeleki sadaka yake kwa mganga mwingine, lazima arudi pale. Wale wa Giza wanakushinda wana wa Mungu. Tunamhitaji sana Yesu mpendwa. Tunamhitaji sana Mungu katika hii sadaka. Mungu atuguse sana. Anasema tulete zaka kamili ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana. Kuna mahali nilienda, wale watu wanajitambua, yaani wanajitambua kweli kweli. Upungufu haukuwepo. Hata aje mgeni wa namna gani ambaye sio Kristo, alihudumiwa kama Kristo. Tunamhitaji sana Mungu atusaidie tuwe waaminifu kwenye hilo eneo. Walijali wajane, walijali yatima, walijali wahitaji wanaozunguka ambao sio wa Kristo. Unapomkaribia Mungu kwa sadaka yetu ya fungu la 10, hebu toa kwa imani. Usitoe kwa mazoea, toa kwa imani. Tusiwe kama mataifa wanaosema ya kwamba yaani tumnunulie mchungaji gari alafu natembea kwa miguu. Sikia nikwambie, unawekeza kwa Bwana. Yaani tujengee nyumba wakati mwenyewe na nyumba ya kupanga, unawekeza kwa Mungu, kwa sababu haujajua kesho yako ni nani ambaye Mungu atakuinua aje akuinue na wewe hapo. Tutoe sadaka zetu kwa imani. Hao watu duniani wanaosema ya kwamba hawawezi kufanya hivi, hawajaifahamu kweli, na shetani anawatumia, na shetani anawaangaisha kila siku itwapo leo. Kwa hiyo sisi kama wana wa nuru, tunapoondoa ukatili, tuhakikishe tunakuja vizuri mbele za Mungu. Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba unapoenda kutoa sadaka, ukikumbuka una neno na alafu ndio utoe. Ni wangapi wanafanya? Tunatoa nini ndani? Yaani mimi niache niende kurudi, watanionaje? Acha wakuone watakapokuona. Watafakari kwamba Mungu atakuonaje. Mungu yupo kwa ajili ya kutusaidia, na yupo kwa ajili ya kutuelekeza, yupo kwa ajili ya kutuonya, na hataki hata mmoja
Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusimame.